Ripoti ya idara ya utumishi section Peteli kwenye kikao cha diakoni jimbo cha tarehe 27 mwezi wa pili 2026 Peteli. Moja, baraka na mafanikio. Mpango kazi: kuanzisha mradi mpya, kuanzisha mradi wa chaji simu, kuendelea na ukarabati wa fensi, ununuzi wa kopi za bomba za loki kwa ajili ya usalama wa boma zetu, kuanzisha uhamasishaji kwa ajili ya kukamilisha paa, kugawa nguo kwenye kanisa letu la Kisunzu, kufuatilia kwa umakini maendeleo ya mradi wa pikipiki, kusaidia watu wenye matatizo. Mambo yaliyofanyika: ukarabati wa fensi, ununuzi wa koki za bomba za loki, kuhamasisha kutoa pesa kwa ajili ya paa, ugawaji wa nguo Busunzu, kurudisha pikipiki yetu kutoka Busunzu, kusaidia watu wenye matatizo. Yaliyofanyika nje ya mpango kazi: ununuzi wa jenereta kubwa na booster, ununuzi wa spika kubwa, kupokea msaada wa mchele na sukari kutoka section Jumbe kwa ajili ya wazee na mayatima, kulipa Laki3 kwa ajili ya pikipiki iliyoshikwa na polisi, matengenezo ya pikipiki baada ya kutoka Busunzu, ununuzi wa kabati ya ofisi ya utumishi na pesa. Mambo ambayo hayakufanyika na sababu zake: kuanzisha mradi mpya, sababu ya ukosefu wa pesa; kuanzisha mradi wa chaji simu, sababu ya mwingiliano wa mambo. Pointi ya pili ni changamoto. Changamoto ya kwanza, pikipiki kushikwa na polisi. Suluhisho: kumwomba Mungu na kumsihi bodaboda wetu kuwa makini. Changamoto ya pili ni fensi kuharibika. Suluhisho ni jimbo itusaidie kukarabati maeneo yaliyoharibika kwa ajili ya usalama wa mali za kanisa. Na changamoto ya tatu ni wizi uliotokea nyumbani kwangu wa pesa zikiwemo za mradi wa sabuni za Agap pamoja na mali zangu zingine. Suluhisho: watu wa Mungu wanivumilie, hivi karibuni nitalipa hizo pesa. Pointi ya tatu, mengineyo. Msaada kwa wazee wetu kwenye makanisa yetu ya LN, MN, ON, PN na KN. 4, pendekezo: jimbo itusaidie swala la kupata vibali kwa wakati ili injili ifike sehemu nyingi kwa wakati kama ilivyoagizwa na Bwana wetu Yesu Kristo kwenye Mathayo 28:19. Pendekezo ya pili: jimbo itusaidie kukarabati maeneo yaliyoharibika kwa ajili ya usalama wa mali za kanisa. 5, mpango kazi au matarajio: kuanzisha mradi mpya, kufuatilia kwa makini mradi wa pikipiki, kununua vyombo vipya na kutengeneza vile vilivyoharibika, kuendelea na uhamasishaji kwa ajili ya kukamilisha paa, kusaidia wenye matatizo na kujenga na kukarabati majengo ya kanisa. Imefanyika Nyarugusu Kempu tarehe 27 mwezi wa pili 2026 kwa ajili ya idara la utumishi na maendeleo. Juma Mathayo, kasisi wa idara. Swali. Swali. Bwana Yesu asifiwe. Tumesikia ripoti nzuri kutoka Rukia ya Peteli, ila swali langu
liko kwenye changamoto, lakini pia nilivyosema kwenye changamoto ndio kikaenda kwenye pendekezo kuhusu swala la fensi, kusema kwamba jimbo liwasaidie. Kipindi waga tukiwa kwenye vikao vya jimbo, tunasikia kwamba jimbo linasema kwamba likiwa hapa Betheli, sivyo? Ni lazima Betheli itumike kama Betheli, kwa sababu akienda hata Yerusalemu ni lazima Yerusalemu ifanye kazi kama Yerusalemu. Lakini akisema kwamba kuna sehemu ambazo ziko vibaya ili jimbo iwasaidie, hapo ndo napenda anifungulie vizuri nielewe yale ambayo yaliongeleka na jimbo kusema kwamba parokia ijisimamie kwa ajili ya swala la fence. Akisikia kwamba tena inaenda kwenye pendekezo kwenye ripoti eti kwamba hiyo jimbo tena isaidie, hapo watajisikiaje? Esko mpango umekaaje? Walielewa ile swala la jimbo ama bado kuna utofauti mwingine ambao umechukuliwa kwa sababu jimbo inakaa Betheli? Bwana Yesu asifiwe, ili tupate kumuelewa. Sawa, Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tatizo ni woga. Unajua jimbo liko hapa, na hapa jimbo liliibiwa, nafikiri ulikuwa ni mwezi wa 12 mwaka jana. Wezi uliibiwa, na pia tatizo la fensi inawezekana likuchangia, maana hawakuingia mlango ulikuwa umefungwa. Kulikuwepo na maeneo ambayo yalikuwa yameharibika, japo tulijitahidi kwa viwango vikubwa kutengeneza, na hata ukiangalia kwenye mpango kazi ukarabati wa fensi ulikuwepo, na sio kwamba tunaachia jimbo, lakini tunafanya. Lakini unapojiona ukubwa wa eneo lote hili, tunaingiwa na wasiwasi na kuogopa, endapo labda tutafanya uzembe tena wizi mwingine unaweza ukatokea. Ndio maana tunaomba usaidizi kutoka jimbo. Bwana Yesu asifiwe. Tuko na kaza neno la mjumbe anaongea hivi kazi mbele ya tatizo. Mtume anasema kwamba kuna mpango mpya ambao umechukuliwa dhidi ya wale ambao wanasema kwamba Betheli usike na nafasi yake au usike na parokia yake. Sasa Betheli hapo hii Betheli kwamba hapana au ndio. Sisi ndio tunafanya hiyo. Labda Betheli wanasema ombi kusaidiwa, ni kitu kilichokubaliwa, na kama kimekubaliwa hakuna kikao kingine kilichokataa ile neno. Hiyo hawajui neno la mjumbe sana. Ukarabati wa fensi nafikiri ulikuwepo kwenye mpangilio wetu, ulikuwepo kwenye mpango kazi kwamba tutaendelea na ukarabati wa fensi, japo eneo ni kubwa na hajafanikiwa kuimaliza yote, na kwa ajili ya kuogopa sasa, hapa kuna mali za kanisa, jimbo liko hapa, usije tena tukaibiwa. Ndio maana tunaomba usaidizi toka jimbo kidogo. Swali la mwisho ni hili swali moja tu, ni hiyo swali moja. Ajibu vizuri. Kwa sababu gani tunasema ajibu vizuri? Labda hajaelewa swali. Swali inakita kusema kwamba kuna makubaliano ya jimbo na parokia hii ya Betheli kusema kwamba Betheli ichukue mzigo wenyewe, na ndio maana umeona ile fensi pale ikawa imetoka, kwa sababu jimbo hapa nyinyi ndio mmeilea. Mkisema tena iwe na wasaidia nyinyi, yaani mapungufu yanaingia. Sasa tulienda kikao wapi ili jimbo ibadili hilo swala? Kwa sababu ukisema kwenye magumu fensi iko vibaya, kwenye pendekezo ukapendekeza kwamba jimbo litusaidie. Ndio maana tunasema kwamba labda kuna kikao mlichokifanya nyinyi jimbo pamoja na parokia hapa, kwa sababu jimbo inakaa kwenye nini? Kwenye parokia. Hapa kuna uhusiano gani mlipoongea? Esi mlikubaliana kwamba mbona mnapeleka tena hizo pendekezo kwa sababu tena jimbo iwasaidie, na kipindi jimbo inakataa kusema kwamba itasaidia? Hapo ndo kuna swali.
Bwana Yesu asifiwe. Sawa, jimbo inaweza ikakataa kukusaidia, lakini hapa kuna mali za kabisa, na hii ni mali ya Bwana, na hii ni kazi ya Mungu. Unaona? Sasa wao wakikataa kukusaidia, huwezi tena ukija kutokea hapo, tutakuwa tunajenga au tunabomoa, au tutakuwa tunarudi nyuma au tunasonga mbele. Unaona? Ndio maana tunaangalia pale palipokuwa na madhaifu, baba yetu ambaye ni jimbo tu atushike mkono. Kuna matatizo yoyote mimi nayaona hapa, tunajitahidi kukarabati, na ndio maana kidogo kuna maeneo kule yaliyokuwa yameharibika sana, lakini hata hivi kienda kuangalia tumejitahidi sana. Wangapi mpokea ripoti? Yesu asifiwe. Amen.